Jahazi TV. Mbunge wa viti maalum kupitia NGOs Mheshimiwa Jamila Mahmud Juma kwa kushirikiana na ZAFELA na CRDB Bank wameandaa mafunzo ya ujasiriamali kwa wajasiriamali pamoja na wajumbe wa UWT kutoka katika mikoa yote ya Unguja. Mafunzo haya yamefanyika katika ofisi ya Mufti Mazizini, Zanzibar, na kushirikisha jumla ya wanawake 65 yakilenga kuwajengea uwezo wanawake katika kuimarisha shughuli zao za kiuchumi. Akizungumza katika mafunzo hayo, Mheshimiwa Jamila Mahmud amewahimiza wanawake hao kujifunza namna ya kuandaa mikataba ya kisheria, kusimamia biashara na kuweka akiba ya kifedha ili biashara zao ziweze kukua na kuwa endelevu. Aidha, mbunge huyo pia ametoa majiko ya gesi 65 kwa wanawake hao ili kusaidia katika shughuli zao za kila siku na kuwahamasisha katika nishati safi ya kupikia. Leo tumewaita wanawake ambao tunaamini ni wajasiriamali wamo humu, na wengine kama si wajasiriamali basi wataingia katika ujasiriamali. Lengo ni kuja na mikakati ya kufanya kazi pamoja, lakini kwa kusaidiana. Tunaelewa kwamba kwa muda mrefu wanawake wamekuwa ni watu ambao wanahitaji zaidi kutokana na mfumo wa majukumu yao. Wao ndio wasimamizi wa familia, wao ndio walezi wa familia zao ambako kule walipotoka kwa wazazi wao, lakini unakuta kwamba suala zima la kutoa huduma za kifedha mara nyingi wanawake wanakuwa liko chini, na ndio maana tukasema kwamba tusaidiane basi katika kukuza mitaji, lakini kukuza uelewa katika masuala ya kujiwekeza, katika masuala ya biashara, katika masuala ya ujasiriamali. Kwa upande wake, mrajisi wa NGO Ahmed Khalid amefungua rasmi mafunzo hayo. Amewahimiza wanawake hao kutumia fursa za mikopo inayotolewa na taasisi za kifedha na benki ili kupanua biashara zao. Pia amewasisitiza kuyatendea kazi mafunzo waliyopata ili siku zijazo jamii iweze kujivunia kuwa na wanawake wenye mafanikio na mchango mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi iliweka mikakati yake katika kuwatambua wajasiriamali wote kwa jumla, wanawake na wanaume. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aliahidi kwamba akiingia madarakani katika kipindi cha awamu ya kwanza atawatambua wajasiriamali na kuwapa vitambulisho, zoezi ambalo Mheshimiwa Rais alikamilisha katika halmashauri zetu, katika manispaa zetu. Sisi kama wajasiriamali, kazi kubwa ikawa ni kwenda kujisajili na kutambulika kazi zetu tunazofanya katika maeneo. Kweli si kweli? Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Lakini jingine ambalo Mheshimiwa Rais aliliahidi ni kuwaunganisha wajasiriamali na vyanzo vya fedha, wanaita microfinance institutions, yakiwemo benki, ili wajasiriamali wote waweze kupata mikopo katika vyanzo vya fedha kwenye mabenki yetu. Hasa hizi ni fursa ambazo serikali imeziweka. Ni wajibu wetu kuzitumia fursa hizi kuhakikisha kwamba na sisi ambao tunapata fursa tunafanya kazi yetu vizuri. Wanawake kwa ujumla wenu, serikali imeweka hizo fursa, tuzitumie, na tutapozitumia manake tunyanyua hali yetu za maisha, lakini pia tunanyanyua uchumi wetu kama wanawake. Mimi ninaamini wanawake wana uwezo mkubwa katika kuzalisha mali, lakini wanawake wana uwezo mkubwa wa kunyanyua uchumi wao. Na ili mradi kama zamani tulikuwa tunahangaika kutafuta fursa, lakini sasa fursa tuko nazo, ni wazi kwamba tukizitumia vizuri basi tutaweza kunyanyua hali zetu za kiuchumi. Mwanamke akiendelea yeye, maana yake umesaidia familia. Ikiwa mwanamke ni mchumi, ikiwa mwanamke ni mjasiriamali, ikiwa mwanamke ni mfanya biashara ambaye anaingiza bidhaa, anauza bidhaa na familia yake inanyanyuka kiuchumi, hayo ndio mafanikio na ndio maendeleo. Lakini kazi ya ujasiriamali lazima iwe ina taaluma nzuri, taaluma ya kibiashara, ambapo kweli tuweze kujua hasa terminology ya namna ya uendeshaji wa biashara. Lakini kazi ya ujasiriamali basi pia tuweze kujua
masuala ya masoko, wapi tutaweza kupeleka bidhaa zetu na wapi bidhaa hizi zitapata soko. Lakini swala jingine la msingi, tuende na teknolojia ya kisasa, bidhaa yetu iwe ina ubora ambayo tunaizalisha, ili ndio iweze ikashinda hiyo soko. Jahazi TV.